mkoani na hawatufahamu watu wengi, lakini Sefu aliniamini kwa asilimia kubwa sana na akaniambia, Bwana Omari unaweza. Na sikulifanya lile kwa sababu eti ya maslahi, nina upenzi na Simba, naipenda Simba. Kwa hiyo nilikuwa natamani pia siku moja mchango wangu yani uonekane kwamba nimefanya kitu, na nilimpa ahadi, nimwambia jukumu langu la kwanza mimi ni kulinda Simba asifungwe, la pili ni kuipa Simba ushindi, lakini jukumu langu la kwanza kabisa ambalo ni dai mbuzi wako nitakulipa, kwamba Simba akifungwa. Na jukumu langu la kwanza hilo ambalo nimwambia hili nitalifanya kwa 100%. Simba asifungwe. Akifungwa niambie mbuzi wako nitakulipa. Lakini nashukuru Mungu amenisimamia kwa lile, limekuwa liko vizuri, Simba hajafungwa. Kwa hiyo nachokiamini kwa Mwenyezi Mungu ameniwezesha na amenitoa kwenye fedhea ya kile ambacho nilikuwa nimekikusudia, na kweli Mungu amekipokea. Kwa mengine tuombe mchezo mwingine unaokuja, lakini tumeingia kazini. Tunataka tuonyeshe kwamba Mungu kuna watu ametuumba kwa niaba ya kuwasaidia na kutoka katika fedhea kama ile ambayo ilipita. Kwamba kuna mengi makubwa tutarajie msimu huu kwa upande wa Simba. Mengi makubwa sana. Yaani kuna mengi makubwa sana yanakuja. Kuna mengi makubwa sana. Simba ana mechi nyingi ngumu, lakini tukishirikiana vizuri, kwa sababu mimi ninachokiamini kwamba kuna viongozi wanaamini Uswahili upo, lakini wapo wengine hawaamini kwa Uswahili upo. Lakini kwa ambaye amesoma dini vizuri, haya masuala hawezi kuyaacha kuyajua, kwa sababu yapo hata kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu. Vipo hivyo vitu. Kwa hiyo wakishirikiana vizuri na baadhi ya matawi ambao wanatoa nguvu zao kwa sababu ya Simba, bwana, ubingwa wa kwetu. Ubingwa wa kwetu. Warudi kwenye matawi viongozi wa Simba. Kwa sababu huko ndo kuna nguvu. Sio kwamba kila kiongozi kama anataka kuzunguka aende Tanga, aende Mwanza, haiwezekani. Lakini matawi ile kwa Tanga, ile kwa Mwanza, wao wana nguvu kubwa sasa. Sababu mimi naona mashabiki wengi wa Simba. Shabiki anakubali kutoa 700,000 yeye mwenyewe kwa sababu ya timu yake. Kiongozi hajui, lakini yale mapenzi aliyokuwa nayo. Kwa hata bwana Sefu aliniamini. Akatoa gharama zake, akanilisha, akanunua mbuzi, akatoa nauli, bwana twende wakakuone. Lakini tukifanya akasema hujanipa kikubwa, lakini nashukuru Mungu umeniamini na mimi nitakuaminisha. Kwa hiyo tuweke tu ushirikiano, tuaminiane, lakini Uswahili upo. Upo. Mambo labda tunaweza kusema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo inawezekana vilikuwa vinaikwamisha Simba katika michezo ambayo iliyopita, hasa hii ya watani wa jadi, swala la Uswahili pia inaweza kuwa miongoni mwa sababu ambazo zilifelisha Simba. Ni kwa 100%, kwa sababu adui wa kwanza na mwenye nguvu ni adui ambaye anakujua. Kwa hiyo kulikuwa kuna watu kwenye Simba wanafanya kazi nzuri kwenye kamati ya ufundi, lakini kuna mtu ambaye alikuwa yuko ndani ya Simba na alikuwa baadhi ya siri nyingi za Simba alikuwa anazijua, lakini baadaye akawa msaliti. Kwa hiyo kwa kila jambo la Simba la undani, hilo nasema ukweli, kama kuna kiongozi wa Simba yoyote, basi kauli hawezi kuikataa. Huyo mtu ndo ametoa siri nyingi za Simba zile ngumu katika mpira amezitoa. Kwa hata mimi nikamwambia Sefu, tumepata gap la kwanza, huyu mtu kuna baadhi ya mambo kule hashirikishwi, na sisi tutapitia nafasi hii, lakini si za Simba nyingi zimetoka, ndio maana wakawa tunafanya kamata. Lakini jua mtu akiwa anakujua kiundani, zile siri anazipeleka, bwana hawa watapita hivi, watapita hivi. Lakini tunashukuru Mungu sasa hivi sasa kibao kitawageukia wao, kibao kitakuwa kwa wao. Sasa wana Simba watafurahi sana, watafurahi, yaani watafurahi. Na mimi natoa ahadi, mechi 3 za Simba wote anapata ushindi. Si chini ya goli 2 ama chini ya goli 2? Si chini ya goli 2, maana kuanzia goli 3 na kuendelea. Akipata moja akisuluhu nitafuta nakupa 100,000. Mimi hii nimeipokea, lakini nasubiria kuona hiki ambacho unachokizungumza. Kwa sababu yule msaliti kule hana nguvu. Yaani hana mamlaka yoyote, hapewi ushirikiano wowote. Na yeye pia sasa baada ya kuona kile ambacho alikuwa anakitaka kula amekikosa kwa wakati huu, amekuwa msaliti na yeye. Na yeye kawa msaliti. Ameweka ule moyo kwa ngoja tuone watapata. Kweli mimi nilikuwa nawapa nguvu na wapa njia. Leo hii siwapi njia,
wamenikataa, watapata kwa nafasi ile ile ya watapata, na sisi tumetumia pale pale, kweli hawapati na wamekosa kweli. Si unielewa shehe wangu? Na wamekosa kweli na watakosa. Huyu bwana alikuwa ndani ya Simba, hayuko ndani ya Simba sasa hivi, ndio alikuwa anatoa siri za Simba. Kwa alivyoenda kule akapeka mambo ya Simba, lakini kule tayari nao wameshamkataa. Lakini kiukweli hata viongozi wa Simba kisei clip, baadhi wanaojua kwamba yule mtu ametoa siri nyingi sana za Simba, na Simba zimetuadhibu kiukweli na zimetuumiza. Unajua katika hizi shughuli zetu ni elimu, yaani ni elimu. Kama mwalimu anavyoanza mtoto, sio andika 7 andika hivi, ni elimu. Kwa hiyo unapokuwa na mtu ambaye ile elimu yako hauzie njia zako amezipeleka sehemu nyingine, umpate mtu wa kubabadua zile njia kama za mwanzo, uzitoe uweke za kwako upate ushindi, ni kitu kigumu sana, kwa sababu ishakuwa kama vile ni kitu ambacho sisi tumeshakijenga katika nafasi ya ushindi kwa njia 1 2 3. Huyo mtu sisi zile amezitoa. Simba wanamtumia huyu, Simba wanamtumia huyu, Simba wanamtumia huyu. Leo hii mfano Simba wanaenda sehemu wanatoa milioni 3, yule bwana akatoa siri, bwana yule anapewa 3. Wewe fulani, wewe Shabani, ukienda pale ukimpa 7 akataa, wewe utakataa? Huwezi kukataa, lazima tu utakuumiza, lazima. Simba tumeumia hapo. Kwa sasa hivi tutarajie kicheko kwa wana Simba. Yaani tutacheka muda wote tutacheka na furaha itakuwepo. Labda tumalizie sasa. Umezungumza swala kwa upande wa viongozi kuhusiana na namna gani wanaweza kurudi kwa wanachama ama waliokuwa chini, hasa kwa upande wa matawi. Labda pia zungumza na wana Simba kama wana Simba sasa kwa upande wao, tumalize. Wana Simba kwanza, nafurahi ni jinsi gani tunavyojitoa kwenye timu. Nafurahi si kwa sababu nimefanya kitu, ila nafurahi kwa sababu mimi pia ni mwana Simba. Kwa hiyo kifupi tu tutabaki vile vile kama katika maandiko Mwenyezi Mungu anavyosema tupendane, na mimi nawapenda. Asante. Jina? Naitwa Omari. Fresh wa kusikia vizuri. Omari inatokea wapi hivi namna gani? Mimi kwa majina naitwa Ostaz Omari, natokea Tanga, naishi Maweni. Naishi Maweni Tanga. Kwa hiyo nawakaribisha wote katika mambo mbalimbali ya kijamii ambayo kuna ushauri, mawazo. Wana changamoto nyingine nje ya mpira, basi wanaweza kunitafuta.